Karibu tufungulie kipindi. Amen. Basi tunaweza tukafunga macho tukamshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante mfalme wa amani. Tunasema ni asante Mungu unayetupenda, Mungu uliyetufia msalabani. Tunasema ni asante Mungu uliyetuchagua. Tunasema ni asante Bwana kwa kuwa umetangulia mbele yetu, umepawasawazisha mahali popote ambapo kuna milima. Tunasema ni asante mfalme wa amani kwa uhai na nguvu ulizotupa. Bwana Yesu, tunakuja tena mbele zako, tunaomba Roho wako Mtakatifu akatuongoze, Roho wako Mtakatifu akatufundishe, na kila jambo ambalo tutajifunza tukalielewe na likatusaidie katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth tunaomba, na wote tuseme amen. 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 Msikilizaji, tutaruhusu swali moja kutokea kwako kupitia 0672 510 110. Wewe ambaye unatufuatilia na utakuwa ukisikiliza kile ambacho mtumishi anatufundisha. Swali moja, mengine yatatokea hapa studio. Karibu mtumishi. Asante. Leo tunaendelea kujifunza namna ya kufanikiwa kiuchumi kupitia Biblia. Amen. Namna ya kufanikiwa kiuchumi. Sasa somo ukilisikiliza kwa umakini, hautafanikiwa tu kiuchumi. Yes. Utafanikiwa kiafya, utafanikiwa kwenye mahusiano, utafanikiwa kwenye vitu vingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ni namna ya kufanikiwa, yani ni mafanikio yako yalivyo. Na somo la leo ni somo muhimu sana, na ni somo ambalo halijafundishwa na mara nyingi makanisani. Kwa maana kuna namna ambayo tumekuwa hatulifundishi sisi kama watumishi. Mara nyingi tunafundisha sana masomo ambayo yanalenga matatizo ambayo yako kwenye jamii. Yes. Lakini leo tunajifunza sisi ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna ambayo watu hawajifahamu. Watu hawajui wao ni wakina nani. Lakini sasa leo nataka nikufahamishe wewe ni nani na una nini ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwenye Biblia naomba tusome kitabu cha kwanza cha John. Kitabu cha kwanza cha Yohana mlango wa 5, tutasoma mstari wa 11 hadi wa 13. Kitabu cha kwanza cha Yohana mlango wa 5 mstari wa 11 hadi wa 13. Kuna kitu nataka nikufahamishe, kitu gani unacho halafu hujui kama unacho. Kitabu unasema hivi, kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 5 kuanzia ile aya ya 11 mpaka ya 13. Ndio. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanawe. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima. Asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Na mstari wa 13 nasema, nimewaandikia ninyi mambo haya ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mlioamini jina la mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kuna kitu Yohana anajaribu kutuambia. Alafu ukisoma alivyoandika, ni kama watu kuna kitu hakifahamu. Ni kama vile kuna kitu anakimisi. Anasema huu ndo ushuhuda. Kwa English amesema this is the record. Yani huu ndo ushuhuda. Hii ndo rekodi. Ni rekodi gani? Ni ushuhuda gani huo ambao Yohana unataka utuambie, alafu unatusisitiza? Anakuambia ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele. Sasa leo tutajifunza sana huu uzima wa milele ni nini ambao tumepewa. Kwa maana tunaambiwa tumepewa uzima wa milele. Na Wakristo wengi wanajua tu uzima wa milele ni yale maisha ambayo tutaishi tukiwa mbinguni, au yale maisha ambayo tutaishi baada ya kuondoka duniani. Sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaendelea kutuambia na uzima huo umo katika mwanae. Kumbe huu uzima uko katika Yesu Kristo. Anaendelea, yeye aliye na mwana ana huo uzima. Kwa hiyo kwa sababu sisi tuna Yesu ndani yetu, basi tuna huo uzima. Asiye na mwana wa Mungu hana huo uzima. Kwa hiyo mtu yote ambaye hajaokoka, bado hajamfahamu Yesu Kristo, hana huo uzima. Anaendelea, nimewaandikia nyinyi mambo haya ili mjue. Ili tufanyaje? Tujue. Ili tujue. Inamaanisha hawa watu kumbe hawajui, na anawaandikia Wakristo. Hii habari alikuwa anawaandikia Wakristo. Kwa hiyo kuna kitu Yohana anataka akiintroduce. Anasema hawa watu hawajui ya kwamba wana uzima wa milele ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anatuandikia ili tujue ya kuwa tuna uzima wa milele sisi ambao tumeamini jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uzima wa milele ni nini? Uzima wa milele ni maisha yasiyoisha.
Narudia tena, uzima wa milele ni maisha yasiyoisha. Ni maisha ambayo mtu haumwi, ni maisha ambayo mtu hawezi kudaiwa, ni maisha ambayo yani mtu hawezi akashindwa na lolote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani uzima wa milele maana yake halisi ni mithili ya yale maisha ambayo tutaishi kwenye ulimwengu ujao. Ndio tumepewa tuishi sasa hivi. Sasa katika ule ulimwengu ujao tutaishije? Kwa maana kila mtu anaamini kuwa akienda mbinguni au katika ule ulimwengu ujao ambao utakuja baada ya judgment, watu hawataumwa, watu hawatashindwa, kutakuwa tu ni furaha, ni shangwe, ni amani, kutakuwa mna masuala ya hofu, mashaka, wasiwasi, ajali, nuksi, mikosi, kutakuwa mna hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani yale maisha ambayo tutaishi katika ulimwengu ujao. Namna gani tunavyowaza tutakuwa na raha, namna gani tunawaza tutakuwa tunapaa, namna gani tunawaza tutavyoishi yale maisha ya ulimwengu ujao. Biblia inasema tunatakiwa tuishi hivyo sasa hivi. Sio kule tu, sasa hivi. Yaani Yohana anatusisitiza, nataka mjue ya kuwa mna huo uzima. Na huo uzima uko ndani yenu. Labda nikueleze Yohana ni nani. Unajua Yohana, ili ujue kwa alikuwa anajua na uzima wa milele. Ilifika sehemu serikali, yani ufalme ambao ulikuwa kipindi kile, walishindwa kumuua Yohana. Walishindwa kumuua. Kwanza walimkata mikono. Yani unakatwa mikono kuanzia kwenye mabega, mikono inaota, mikono yake inarudi. Wakamchukua wakamchemsha kwenye pipa la mafuta. Yohana achemshiki. Wakamchukua wakamburuta na magari ya farasi, wanamburuta ili afe. Kama wezi unaona wanavyoburuzwa na pikipiki. Hafi. Wakaona sasa wewe, kwa kuwa tumeshindwa sasa kukuua, ngoja tukupeleke kwenye kisiwa ukakae peke yako. Ndo akapata ufunuo wa, ndo akaandika kitabu cha mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yohana alijua nini? Alijua nini hadi anaya matokeo? Na anatuandikia sisi, anatuambia ili mjue. Ili mjue. Kwa hiyo inamaanisha kuna dimension ya uzima wa milele Yohana alikuwa ameijua, na anataka na sisi tuijue. Kwa maana haya matokeo ambayo Yohana alikuwa nayo hayatakiwi tu kuwa ya kwake. Hata na mimi, mtu anatakiwa sasa hivi akisema mtumishi simpendi, ngoja tukamchemshe, sitakiwi kuchemshika. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ndo Yohana sasa anaonyesha kumbe yale maisha tunaweza tukayaishi hapa duniani. Maisha ambayo mtu hufi. Yaani haufi tu, haumwi tu. Bwana Yesu asifiwe. Magonjwa sio sehemu yetu. Sasa tusome na kitu ambacho Paulo akatuandikia kutoka kitabu cha pili cha Wakorinto 5 mlango wa 17. Kuna jambo lingine ambalo hapa Paulo anakuja kutuambia kutoka kitabu cha pili cha Wakorinto mlango wa 5 mstari wa 17. Kitabu cha Wakorinto wa pili ile sura ya 5 na ule mstari wa 17 unasema hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia ikiandikaga tazama, nilikwambia tunatakiwa tusome mara mbili. Sasa hata imekuwa mtu ukiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Paulo anatuambia tumekuwa viumbe vipya. Bwana Yesu asifiwe. Hasemi tu umekuwa yani mtu mpya, yani umekuwa kiumbe kipya. Yaani umekuwa kiumbe ambacho ni tofauti kabisa. Umekuwa kiumbe kipya. Anakuambia ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ya kale yamepita. Kumbe nilivyokuwa zamani sitakiwi kama alafu nikaokoka, sitakiwi tena kuwa hivyo. Yale mambo yanatakiwa yamepita. Tazama, sasa natakiwa niwe mtu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Alafu Paulo anakuambia hiki kiumbe kipya ambao umekuwa hawezi hata kukupa jina. Anasema umekuwa kiumbe kipya. Hiki kiumbe kipya Mungu pekee tu ndo anaweza akakupa jina wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Paulo anasema baada ya kumpokea Kristo kuna mabadiliko makubwa sana ambayo tunatakiwa tuwe nayo. Yaani tunatakiwa tuwe kama viumbe vipya. Yaani kama vile tunavyoishi katika ule ulimwengu ujao. Katika ule ulimwengu ujao kuna watu ambao watakuwa wakitembea, wanatembea huku wanaungua moto. Bwana Yesu asifiwe. Wana walk with flames of fire. Kuna wengine watakuwa wanatoa mwanga, yani wanang'aa sana. Kuna wengine yani sio ni kuelezaje. Kwenye dunia mpya Biblia inasema sisi ndio tutadhihirisha mwili wote wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema viumbe vyote vinasubiri kwa shauku kubwa sana udhihirisho wa wana wa Mungu. Kwa hiyo kila kitu
kinasubiri kwa shauku kubwa sana kukuona wewe utakuwa nani, kukuona wewe ulivyo, halisi yako wewe ulivyo, namna gani wewe ulivyo kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kama tunaelewana. Kwa hiyo hata viumbe vyenyewe vinasubiri, kwa maana hivi viumbe kama maua, meza, labda mawe havijapewa ule uwezo wa kwenda mbinguni na kumuona Mungu, lakini hapa duniani vinasubiri kwa shauku kubwa kumuona Mungu kupitia sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Sasa Paulo anasema tumekuwa viumbe vipya. Hivi viumbe haezi hata akatupa jina kwa labda huyu sasa hivi labda ataitwa hivi, hapana. Majina yetu ni Mungu mwenyewe ndo atakayetoa sign. Lakini kuna kitu nataka kukuonyesha. Anasema ya kale yamepita, magonjwa yamepita, umaskini umepita, kutokufanikiwa kumepita, sijui shida zimepita. Tazama, yamekuwa ni mambo mapya sasa. Yaani vitu vyako wewe ni vipya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unatakiwa uwe unafanya vitu kwa hali ambayo mtu, yaani kwa hali ya ufanisi wa hali ya juu sana. Hautakiwi kushindwa kwenye jambo lolote. Hautakiwi kushindwa kwenye jambo lolote. Labda nikupe mfano. Unaona Yesu anafika baharini, hakuna boti, anatembea juu ya maji. Anatembea juu ya, hakuna kinachomzuia. Hakuna kinachomzuia. Ndio hivyo tunavyotakiwa kuwa. Hakuna kinachomzuia. Unaona kuwa Yesu analisha watu 5,000. Analisha watu wangapi? Kwa mkate. Yaani kwenye dunia mpya hata nikiwa na slice moja ya mkate inatosha kutulisha wote. Kwa maana tunaweza tu tukaigawanya ikamultiply. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na haikushangazi kuwa watu wamepandishwa mlimani, watu tunasema wako watu 5,000 labda wanaume, 5,000 wanawake. Wanawake tunajua watakuwa wengi zaidi, na watoto labda 5,000. Bwana Yesu asifiwe. Watu 15,000 wamepanda mlimani kwa siku 3 wanasikiliza mahubiri, hawasikii njaa. Ni maneno gani ambayo Yesu alikuwa anaongea? Unajua hiki kitu watu wakisoma hawakioni. Kwa maana Biblia inasema mtoto alichukua chakula chake ambao alikuwa na samaki 2 na mikate 5, ndo akawapa wanafunzi wa Yesu, wakampa Yesu, Yesu akaimultiply. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu mtoto alikuwa anasikia maneno gani kiasi kwamba kwa siku 3 alisahau kula chakula chake? Ni maneno gani ambayo alikuwa anasikia? Mpaka mtoto mdogo asahau siku ya kwanza kavu, ya pili kavu, ya 3 amesahau kula chakula ambacho alikibeba. Ni maneno gani ambayo Yesu alikuwa anaongea? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wanatumwa jeshi linatumwa, linaambiwa kamkamateni Yesu, linaenda linamzunguka, wanamwacha, wanarudi kwa Mafarisayo. Jeshi la Roman wanaulizwa kwa nini hamjaja na Yesu? Wanasema hatujawahi kusikia mtu anaongea vile. Hatujawahi kusikia mtu anaongea vile. Ni maneno gani haya ambayo wewe unaweza ukaongea dunia ikakutii? Yaani ukasimamisha dunia kwa maneno tu, ukafanikisha tu hiyo biashara yako. Tunatakiwa tumjue Mungu kiasi kwamba maneno yako, yaani unaweza ukaongea maneno hadi yakawa kama vile anawaparalyze watu. Yaani unaongea maneno mpaka watu wanakuwa, yaani wanapigwa na ganzi. Biblia jeshi ambao wanajeshi unajua walivyo serious, wanatumwa kwenda kumkamata mtu, wanarudi wanasema hatujawahi kusikia maneno ya namna hii. Yaani kuna namna yale maneno yaliwakamata. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kama watu ambao walikuwa wamepanda mlimani kusikiliza hiyo semina, maneno yaliwakamata hadi njaa wakasahau njaa, hawakusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa haya ndio maisha ambayo tunatakiwa tujue. Sisi kama Wakristo tumepewa. Yako ndani yetu. Changamoto ni kwamba watu wako conscious. Watu hawajui. Yohana anasema ili sasa mjue. Unaona? Ili mjue ya kuwa mna huu uzima. Huu uzima uko ndani yenu. Usipojua kuwa huu uzima uko ndani yako, hautaona haya matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani sasa hivi mafanikio yako wewe, mafanikio yako si kufungua biashara kubwa. Mafanikio yako si kuoa wala kuolewa. Mafanikio yako wewe ni kuishi kama huyo kiumbe cha ule ulimwengu ujao. Hapo ndo tutasema umefikia the full potential of your success. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mafanikio yako kwa kiwango cha juu kabisa. Tukisema umekifikia ni pale ambapo utakuwa yaani uzima wa milele utadhihirika ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uzima unao tayari.
Uzima unao tayari. Ulipoliamini jina la Yesu, ulipompokea Yesu, ulipokea uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tusome pia kitabu cha Waefeso 4 kuanzia mlango wa 13 mpaka mlango wa 15. Kitabu cha Waefeso mlango wa 4 mstari ni wa 13 mpaka ule wa 15. Kitabu cha Waefeso sura ya 4 kuanzia aya ya 13 mpaka ya 15, nitasoma kama ilivyoandikwa. Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Mstari wa 15, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua, hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliyekichwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama kuna kitu hapo umekiona. Biblia inasema hata na sisi sote tuufikie umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu. Cha kwanza, mtu mkamilifu, mtu perfect. Yani mtu mkamilifu ni mtu ambaye hatendi dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana wewe kukua mpaka kufikia sehemu ya kuwa mtu mkamilifu, being perfect. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia imetupa mifano. Tunaona kuwa ilifika sehemu katika maisha ya Enoch, aliacha kutenda dhambi mpaka Mungu akamchukua. Kwa hiyo ilifika sehemu fulani akaacha kabisa kutenda dhambi, akawa mtu mkamilifu, akatembea na Mungu mpaka Mungu akamchukua. Bwana Yesu asifiwe. Kama inawezekana kwake, inawezekana kwako pia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anatuambia moja, hata kuwa mtu mkamilifu. 2, hata kufikia kwenye cheo na kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa hiyo kumbe mimi na wewe tunaweza tukafikia utimilifu, tunaweza tukafikia cheo cha Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunajua kwanza Yesu Kristo hakutenda dhambi. Kwa hiyo kama anaweza kumfikia, inamaanisha na sisi tunaweza tukafika sehemu hatutendi tena dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hasemei tu hapo, anatuambia na utimilifu. Anatuambia na cheo. Yesu Kristo yuko wapi? Ana cheo gani sasa hivi? Tunajua kuwa Yesu Kristo sasa hivi ameketishwa juu sana. Biblia inasema ameketishwa juu sana kuliko kila jina. Kensa ni jina, umaskini ni jina, uoga ni jina. Yesu Kristo ameketishwa juu sana kuliko hayo majina, si ndio? Na sisi tumeambiwa tufikie iko cheo, kuketi hapo. Yani tumeketi juu, kuwa kensa ni jina tu na tuko juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa umaskini ni jina na tuko juu yake. Kwa hiyo tunaweza tu tukaviondoa. Biblia inasema ameketishwa juu sana kuliko kila ufalme, kila usultani, kila nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi kumbe tunaweza inatuambia tunatakiwa tufikie kwenye cheo hiko. Tufikie na sisi hapo. Kwa maana Yesu Kristo anatawala vitu vyote vilivyopo mbinguni, duniani na chini ya dunia. Kwa hiyo na sisi tufikie iko cheo cha kutawala vitu vyote mbinguni, sio tu duniani, mbinguni, duniani na chini ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani somo la leo, it is a wake up call, ili sasa uanze kujua, uanze kutamani. Bwana Yesu asifiwe. Uanze kutamani, ujue kwa kumbe ninaishiki kwenye kiwango kidogo sana. Ninaishiki kwenye kiwango ambacho sijui ni na nini. Naweza nikafikia ukamilifu wa Kristo. Ninaweza nikafikia kimo chake. Naweza nikafikia utimilifu wake. Naweza nikafikia cheo chake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Anaendelea kusema, ili tusiwe tena watoto wachanga. Kwa hiyo kumbe mtoto mchanga sifa yake ni nini? Kutupwa huku na huku. Leo madeni, kesho anadaiwa kodi, kesho kutwa matatizo fulani, ajali, nuksi, bala, kesho ana hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Kwa nini anatupwa huku na kule? Kwa nini anahangaishwa? Mtoto mchanga. Mtoto mchanga kuwa. Biblia inakupa jibu. Leo hii Biblia inakupa jibu lingine.
Inakupa jibu lingine namna gani utajikwamua uchumi wako. Biblia inakwambia kuwa achana na utoto uchanga, achana na wewe, yani achana na kuwa mtoto. Sifa ya mtoto ni nini? Sifa ya mtoto ni kwamba hajui, hana maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo Biblia inatu challenge, neno la Mungu latuambia tuachane na hii hali ya kutokuwa na maarifa, tuachane na hii hali ya kuwa mtoto mchanga. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa kwenye hiyo hali ya kuwa mtoto mchanga, utatupo kule, kesho kutwa kule, yani adui atakuwa anakupiga danadana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua Wakristo tunaimbaga kanisani, shetani akija teke kule, yani kama vile sisi ndo tunampiga. Kumbe sisi ndo tunapiga. Kumbe ukiangalia sisi ndo tunapigwa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa watoto wachanga. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea kutuambia kwenye mstari wa 15, lakini tuishike kweli. Kweli ni nini? Kweli ni neno la Mungu. Amen. Tuishike kweli neno la Mungu katika upendo na kukua. Kwa hiyo tunatakiwa tukue. Anza kujiambia, anza kuweka mipango na ratiba za kuwa mimi nitakuwa, na achana na hali ya kuwa mtoto mchanga wa kiroho. Mimi nitakuwa. Ni lazima uanze kukusudia, ni lazima uweke mikakati, ni lazima uweke mipango. Nitaomba labda masaa 5 kwa siku, nitasoma neno, nitaimba, nitamwabudu Mungu, lakini naweka mipango ya kukua. Kama tulivyokuwa tunaweka mipango ya kukua darasani, kuwa tutasoma labda miaka 20, darasa la kwanza, la pili, la tatu, ili tukue kimaarifa mpaka niwe labda na degree ya kuwa engineer. Nitaenda na chuo, nitasoma miaka 5. Niliweka mipango na mikakati na nguvu. Kwa hiyo hata kwenye elimu ya Kristo ni lazima uweke mipango, mikakati, kuwa nitaombaje, nitasomaje neno, nitasikilizaje neno, nitasikiliza mahubiri ya aina gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ili tukue hata tumfikie yeye. Tumfikie Kristo katika nini? Katika yote. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa tumfikie Yesu Kristo. Unajua leo hii tunaweza tukawa tunakaa tunaomba sana, Yesu naomba utusaidie, Yesu naomba utusaidie, Yesu naomba utusaidie. Afu Biblia inakwambia kwa unaweza kumfikia Yesu. Yeye unaweza ukawa sawa naye. Kwa hiyo hauwi tena Yesu naomba unisaidie, unakuwa unaangalia hiyo hali. Pepo toka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtumishi wa Mungu alikuwa anaitwa A.A. Allen. Alikutana na mtu ambaye ana mapepo. Hakumkemea hata kwa jina la Yesu. Alimwambia huyo mtu, I am A.A. Allen. Pepo akatoka. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu walikuwa wanafanya miujiza. Na maana halisi tunavyosema kwa jina la Yesu, inamaanisha kwa mithili kama Yesu alivyokuwa anafanya. Kama vile Yesu alivyokuwa anafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kwa jina la Yesu toka. Umeona? Kwa hiyo namwambia yule pepo, kwa mithili kama Yesu Kristo alivyokuwa anafanya, na mimi nakukemea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna ufahamu tunatakiwa tuwe nao. Sasa sikwambii kuwa usitumie jina la Yesu, ila na kueleza kuwa unaweza ukakua mpaka ukafika kiwango cha kuwa kama Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ndio Biblia inatu challenge tufikie hapo. Mungu anataka tufikie hapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba tusome kutoka kwenye kitabu cha kwanza cha Yohana, tena mlango wa 4 mstari wa 17. Kitabu cha kwanza cha Yohana. Katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu. Kwa kuwa kama yeye alivyo, ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Aha. Mtu anaweza kaniambia, Carlson, siwezi kufanana kama Yesu. Si ndio? Labda hii mistari unavyoiongelea ni tukiwa mbinguni ndio tutafanana naye. Biblia hapa akakuandikia kabisa, kuwa katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri. Tuwe na ujasiri. Kwa nini tuwe na ujasiri? Kama yeye alivyo, ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Angalia, kuna kitu anatuambia, tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu. Kwa kuwa kama yeye alivyo, ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Kwa hiyo Yohana anakuambia kama Yesu alivyo,
Yesu yukoje sasa hivi? Yohana ameandika hiki kitabu baada ya Yesu kufufuka na kupaa kwenda mbinguni. Kwa hiyo Yesu alikuwa yuko katika mwili wake usioharibika. Yesu alikuwa yuko kwenye mwili wake ambao anawatokea wanafunzi wake, anapita kwenye ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kama yeye alivyo sasa hivi. Yaani kama Yesu alivyo sasa hivi. Pata picha sasa hivi Yesu koje. Yesu sasa hivi anaweza kaumwa. Yesu sasa hivi anaweza kuumwa. Anaweza kudaiwa. Anaweza kazuiliwa na mtu yote. Haiwezekani. Ndivyo na sisi tulivyo ulimwenguni humu. Amen, amen. Ndivyo na sisi tunavyotakiwa kuwa. Yaani tunatakiwa kuwa kama Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama wana wa giza wanaweza wakaruka na ungo kutoka Arusha kwenda Dar. Kama wachawi wanaweza kufanya hivyo, wana wa giza. Na Biblia inasema nguvu zote ni za Mungu. All power belongs to God. Kama wana wa giza wana ufahamu wa kutumia nguvu ya Mungu kuruka hapa hadi pale, je, sisi ambao ndo tumepewa iwe urithi wetu, tunatakiwa tu tunafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana tunaona Filipo anapotea sehemu moja anatokea sehemu nyingine. Unaona Elia usafiri wake ulikuwa ni upepo wa kisulisuli, sio gari. Yaani sio gari. Elia akitaka kutoka hapa akitaka kwenda sehemu nyingine ni upepo unamchukua. Bwana Yesu asifiwe. Ni vitu gani hao walikuwa wanajua sisi hatujui? Paulo anatuma handkerchief iende ikatoe mapepo. Handkerchief, shikeni hii handkerchief. Handkerchief yani pepo. Handkerchief inamgusa mtu, pepo linatoka. Handkerchief ambayo haiongei. Leo hii tutamkemea pepo masaa 5. Ni kitu gani ambacho walikuwa wanajua sisi hatujui? Nao wote walikuwa wanadamu kama sisi. Wanadamu kama sisi. Anatuma handkerchief ambayo haiongei, kitambaa. Kitambaa kinaondoka na nguvu ambayo inaenda inatoa mapepo na kufufua hadi wafu. Alafu leo hii bado unakutana na Mkristo anawaambia tu kemea pepo, pepo atoki. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu gani? Ndio maana Biblia inatuambia kukua. Bwana Yesu asifiwe. Kukua. Sasa Biblia kuna vitu inatueleza, tukivitafakari ndio tutajua ni namna gani sisi tuko nyuma. Biblia inatuambia lay hands, tutawaekea mikono wagonjwa. Nao watafanyaje? Watapokea uponyaji. Biblia imesema tutawaombea au tutawekea mikono. Kwa hiyo kumbe mimi kumwekea tu mgonjwa mkono anatakiwa apone kabla hata sijaanza kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao alishapona. Yaani hao ameshapona. Biblia inasema tutakunywa kitu cha kufisha, hakitatudhuru. Hivi unajua kitu cha kufisha ni nini? A deadly thing. Utakunywa kitu ambacho ni sumu, hakitakudhuru. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mtu, Biblia inajaribu kukuonyesha kwa wewe sio mtu wa kawaida. Mwanadamu wa kawaida akinywa sumu atakufa. Lakini ukiwa sasa ukifikia potentiality ya kuwa uzima wa milele kweli umeuamsha ndani yako, moja, utakunywa kitu cha kufisha, hakitakudhuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakitakudhuru. Kwa hiyo mafanikio yako ni wewe kubadilika sasa kuwa kama hiki kiumbe kipi ambacho tunakiongelea. Hayo ndo mafanikio yako halisi. Mafanikio yako halisi ni wewe kutembea katika daraja la kuwa kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Yesu ni Mungu na sisi tumeambiwa tuko kama yeye. Tena tumeambiwa tunatakiwa tumfikie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inatuambia kuwa Carlson unatakiwa uwe kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa naomba tusome kitabu cha Yohana mlango wa 10 mstari wa 28 hadi 35. Neno la Mungu linasema, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Mimi na Baba tu umoja. Basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Yesu akawajibu, kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kufuru
na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe Mungu. Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? 35. Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka hii sinema uiweke kichwani. Hebu iplay, pata picha hivi kichwani, si ndio? Yesu yuko hekaluni, alafu kuna Mafarisayo, si ndio? Anawafundisha. Baada ya kuwafundisha, kuna kitu akawagusia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akawaambia, mimi ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu akawaambia nini? Mimi ni Mungu. Yesu alisema mimi na Baba tu mmoja. Inamaanisha amesema mimi ni Mungu. Basi Mafarisayo wakagadhabika, wakachukua mawe. Hekaluni kuna kuaga na mawe, labda kumpiga kama mwanamke ameletwa kwa ajili ya kesi ya ukahaba, kwa ajili ya kesi gani, wanampiga na mawe hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sheria ukizivunja wanakupiga na mawe hapo hapo mpaka ufe. Sasa yale mawe yalikuwa ni mawe kweli. Yaani ni jiwe. Yaani ukipigwa nalo lazima damu itoke. Walipoanza kuokota Yesu akamwambia, subirini kwanza, subirini. Ama mkinipiga nayo yatauma ujue. Subirini. Kwa kazi ipi njema ambayo mnataka mnipige kwa mawe? Si ndio? Yaani sasa na Yesu anajitetea. Kwa maana ameshaona hapa hali imebadilika. Wakamwambia Yesu, sikiliza, kwa kazi njema hatukupigi na mawe. Yes. Ila kwa kuwa wewe ni mwanadamu na unajiita Mungu, unakupiga na mawe kwa maana unakufuru. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hiyo. Yesu akageuzia kibao. Unajua hata alipokutwa ana hatia, Wayahudi walisema auliwe kwa sababu amejiita Mungu. Ndio sababu ya Yesu kusulubiwa msalabani. So kwa alikuwa ana dhambi nyingine, wanasema kwa sababu umejiita Mungu. Basi, Yesu alikuwa anajiita Mungu. Kwa watu ambao hawajui, Yesu Kristo ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akaendelea kusema sasa, je, haijaandikwa katika neno la kwenye Biblia kuwa sisi ni Mungu? Haijaandikwa kuwa nyinyi ni kama miungu? Yaani sio walikuwa wengi ndio maana anaita miungu. Lakini kama angekuwa mmoja angemwambia haijaandikwa pia kwenye neno la Mungu kuwa na wewe ni Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Je, haijaandikwa kuwa wewe ni Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Yesu anajaribu kukuambia wewe, mimi na wewe sisi ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wayahudi wakawa wanashangaa, ni jambo gani hili tunaambiwa? Na ni sehemu gani? Na Yesu anasema maandiko hayawezi kutangulika, yani hayawezi kuvunjika. Yesu alitoa wapi mstari? Aliutoa kutoka Zaburi ya 82 mlango wa 5. Zaburi mlango wa 82 mlango wa 5 hadi mlango wa 7. Biblia inasema, hawajui wala hawafahamu, hutembea gizani, misingi yote ya nchi imetikisika. Mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia, lakini mtakufa kama wanadamu, mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Kwa hiyo hapa mwandishi anajaribu kutuambia kitu kimoja. Hawajui, hawa watu hawajui. Yohana anatuandikia anasema ili mjue. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anaanza kusema hawajui wala hawafahamu. Si ndio? Wanatembea gizani. Na kwa sababu wanatembea gizani, ndio maana misingi yote ya nchi imetikisika. Ndio maana leo hii unaona vilema, ndio maana leo hii unaona gharika, unaona labda kimbunga, leo hii unasikia kuna matetemeko ya nchi. Misingi yote imetikisika. Misingi imetikisika sio kwa Mungu apendi ulimwengu, sio kwa Mungu anataka iwe hivyo, ila watu ambao walitakiwa wasimame ili wanyanyue viwete, ili wakemee gharika, ili wahakikisha kuna matetemeko, hawajui wala hawafahamu, wanatembea gizani. Bwana Yesu asifiwe. Misingi yote ya nchi imetikisika. Kuna kipindi mdogo wangu alikuwa ananiambia, Carlson, kama Mungu anatupenda, kwa nini kuna watu wanazaliwa wana miguu? Kwa nini wengine wanazaliwa vipofu, vilema? Kama Mungu anatupenda, ni upendo gani ambao Mungu anao? Kwa nini? Kumbe jibu ndio hili hapa. Jibu ni kwamba mimi na wewe ndio tulitokuwa tulete mabadiliko, ili mtu akizaliwa vile tunaenda tunamwekea mkono, anapona. Bwana Yesu asifiwe. Sema sasa, Biblia inasema sisi ambao tunatoka tufanye hivyo, hawajui wala hawafahamu. Alafu wanatembea gizani, macho wanatembea gizani, misingi yote ya nchi imetikisika. All foundations of earth are out of place.
Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea anasema, nimesema ndinyi miungu, na hapa ni Mungu ndo alikuwa anaongea. Amesema sisi ni miungu, sisi ni gods. Yani angekuwa ni mtu mmoja anaongelesha, angeambiwa nimekuambia wewe ni Mungu na mwana wa aliye juu. Bwana Yesu asifiwe. Nikuulize swali. Wote tunajua si ni wana wa Mungu. Yes. Ukimwambia Mkristo ni mwana wa Mungu anakuambia ndio, mimi ni mwana wa Mungu. Mtoto wa mbwa ni mbwa. Mtoto wa paka ni paka. Yes. Mtoto wa kima ni kima. Mtoto wa mamba ni mamba. Mtoto wa Mungu ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo nikikuita wewe Mungu, kwa nini kuna watu nikiwafundishaga wewe ni Mungu wanakwambia mtumishi, mbona hapo umeenda mbali sana? Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wa Mungu ni Mungu. Mtoto wa Mungu si kima, mtoto wa Mungu si paka. Mtoto wa Mungu ni Mungu. Sisi ni wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa Biblia inatupa na tahadhari. Inatuambia kwa sababu sasa watu hawajui. Biblia inasema lakini mtakufa kama wanadamu. Kumbe ni laana. Ukisikia kwa Carlson aliishi akafikisha miaka 70 akafa tu, hiyo ni laana. Hatutakiwi kufa kama wanadamu. Unatoka usikie yule mtumishi alifufua watu, yule mtumishi alifanya mambo ya ajabu, aliponya wagonjwa kwa sababu alikuwa yuko Arusha. Hospitali zilifungwa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwa sababu Musa mtu mmoja alikuwa katikati ya wana wa Israeli milioni 6, hakuna aliyeumwa. Kwa hiyo kumbe leo hii kwa utumishi wako mji wote wa Arusha hatujafika hata watu milioni 6, hakuna anayetakiwa kuumwa. Hakuna aliyekuwa goigoi wala dhaifu. Biblia inasema hata nguo, hadi nguo zilikuwa na akili. Nguo inakuwa na mtoto kwanza amezaliwa, nguo anaovaa inaendelea kuongezeka na mwili wake, haimpungui. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hata viatu kwanza amevalishwa kinakuwa na mguu wake. Mambo ya ajabu mengi sana yalitokea, na nikiwaambia hatutayamaliza. Miujiza mingi. Biblia inasema mtakufa kama wanadamu. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu hatukijui. Bwana Yesu asifiwe. Tutaanguka kama mmoja wa wakuu. Kuanguka kama mmoja wa wakuu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe si mwanadamu wa kawaida. You are not a man. You are just not a man. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni Mungu. Ila usipojua utakufa kama mwanadamu. Utabaki kwenye shida, utabaki kwenye mateso, kwenye maangamizo. Utabaki ukiwa mtoto mchanga. Biblia imeshasema utatupwa kule na kule. Yaani wewe ni danadana kule na kule. Lakini ukikua kufikia cheo, kufikia kimo, kufikia utimilifu, ukamilifu wa Yesu Kristo, ambaye Yesu ni Mungu, na wewe utakuwa unaoperate in the God class. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. You will be operating in the God class, kwa maana uko juu hata malaika. Kama wanadamu ukiwaambia kwa nyinyi mko juu ya malaika, tumeumbwa chini, tuko punde chini ya Mungu. Alafu malaika wako chini yetu na viumbe vyote vingine viko huko chini. Ukimwambia mtu uko juu ya malaika anakuambia ndio. Lakini vitu ambavyo malaika wanafanya, kwa nini sasa ufanye kama uko juu yao, kama una mamlaka zaidi yao? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua nguvu za malaika? Bwana Yesu asifiwe sana. Uko juu yao. Uko juu yao. Ndio maana Biblia inaendelea kutuambia sisi sio watu wa kawaida. Sisi ni taifa teule. Wewe ni taifa. Biblia inakwambia utakopesha mataifa. Kwa nini una uwezo wa kukopesha mataifa? Kwa sababu Biblia imeshakuita wewe ni taifa. Yaani you are a chosen nation. Watu tunu kwa Mungu, a peculiar people. Watu ambao ni tunu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. A peculiar treasure. Yaani sisi ni watu ambao Mungu ametufanya tu watu wakuu, tu watu wafalme, tu watu makuhani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naona muda umekimbia, labda tutoe nafasi ya maswali kabla kipindi hakijaisha. Tupite kwenye maswali. Wow. Wakati sisi tunajiweka sawa hapa, tuangalie kwenye jumbe. Anasema shalom, ujumbe ni mzuri sana, ila naomba mtumishi. Okay, sawa. Tutampa hii. Mungu akubariki kwa ujumbe wako. Mtumishi, mimi niulize swali. Amen. Tuko hivi ambavyo umetuambia. Ndio. Na one way or another
kinachotufanya tusioperate kwenye hii level ambayo Mungu anatutaka. Ndio. Ni nini, lakini pia tunaendaje sasa ili tuoperate? Sawa. Sasa kwenye somo ambalo tunakuja kujifunza ni namna gani tutafikia hapo. Kwa sababu Biblia inasisitiza sana. Inatuambia kwa kadiri ya utendaji wa nguvu zake ndani yako. Ukisoma kwenye Biblia utaonaga hilo neno mara nyingi sana. Kwa Biblia inasema tunaweza mambo mengi sana, yani kuna vitu vya ajabu sana vinaweza vikafanyika, lakini ni kwa kadiri ya utendaji wa nguvu zake ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tutakuja kujifunza kuhusu nguvu ya Mungu. Na namna ya kuongeza hii nguvu ya Mungu ndani yako mpaka ubadilike. Yaani namna ya kujawa na Roho Mtakatifu. Unajua wewe ni hekalu la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiokoka roho yako inaoana na Mungu 100%. Rohoni unaoana na Mungu, roho yako inakuwa imembeba Mungu 100%. Hakuna ujinga ndani ya roho. Sawa. Lakini nafsi yako bado inakuwa haijajawa na Mungu. Na mwili wako bado. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hadi ufikie hii level ambayo nakwambia, ni lazima ujue tunatakiwa tumuhost Mungu rohoni 100%, nafsini 100%, na mwilini 100%. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tumhost maana yake kama tulivyooana rohoni, kama tulivyooana rohoni, kwenye nafsi zetu na kwenye mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tutafika sasa hii level ya kusema si ni Mungu. Amen. Hauwezi ukasema wewe ni Mungu kabla Mungu hajakujaa kiasi hiko. Lakini wewe ujasiri utakosa. Lakini pia lazima nikufundishe ni namna gani, ni vitu gani utafanya ili Mungu akujae kiasi hiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na inawezekana. Na ni somo ambalo tutajifunza kabisa kwenye kipindi ambacho kitafata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana sisi tunataka tuwe watu ambao tutaleta mabadiliko, na tunataka tuwe watu ambao tutakuwa tunafanya mambo ya ajabu, mambo makuu. Tuwe na mafanikio. Sasa haya mafanikio tutayafikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutayafikia, lakini tunayafikia kwa kupata maarifa ambayo yanaweza kubadilisha maisha yetu. Amen. Basi swali moja anasema, mtumishi uishi milele, nimesisimka sana kuanzia nimeanza kukusikiliza mpaka natamani kuzuia muda usiishe. Anasema anaitwa Mama Saidi wa Uswahilini. Amen. Mama Saidi, tunakushukuru pia kwa ujumbe wako. Sasa mimi nauliza swali, ili swali litajibiwa kama inawezekana Jumapili ama Jumatatu. Anaweza akatujibu hata leo mtumishi. Tutampa dakika moja tafadhali. Ni kuhusiana na kitabu cha Isaya mstari wa 48. Ile sura 48 mstari wa 11. Inasemaje? Inasema hivi. Inasema kwa ajili ya nafsi yangu, kwa ajili ya nafsi yangu, akarudia tena. Nitatenda haya. Je, litiwe unajisi jina langu? Wala sitampa mwingine utukufu wangu. 12 nasema, nisikilize mimi, Yakobo na Israeli, niliyekuita. Mimi ndiye. Mimi ni wa kwanza na mimi ni wa mwisho. Tukisema ama umetufundisha ukatuambia sisi ni Mungu, kwa sababu sisi ni watoto wa Mungu. Na nimeona kwenye mistari kadhaa, sio mmoja, Mungu anasisitiza hashei utukufu iwe ni kwa sanamu. Hata ukiangalia Isaya hiyo 42, kama sijakosea 42 mstari wa 8, na yenyewe inasema hatoshea chochote. Akataja kabisa na sanamu za kuchonga na mtu pamoja na sanamu ya kuchonga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua tunavyokuita kuwa wewe ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijakwambia kuwa wewe ni Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijakwambia kuwa wewe ni, yani tunatakiwa tujue kuwa hata Mungu Mungu mwenyewe amejekea administration. Mungu Baba ana mamlaka fulani, Mungu Mwana ana mamlaka fulani, na Roho Mtakatifu ana mamlaka fulani. Sasa sisi tunafananishwa na Mungu Mwana. Si ndio? Yani tunatakiwa tufikie kima chote cha Mungu Mwana ambaye ni Yesu Kristo. Ndio maana hata kuna sehemu Yesu anaweza akakwambia kuwa ile siku mimi siijui, ambayo itakuwa ni siku ya mwisho au siku ya unyakuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi tumeambiwa tufikie pale.
Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumeambiwa, yani ndio sehemu ambayo tumeambiwa tuifikie. Mungu anataka tupafikie pale, ni mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hajatuambia tufikie sehemu ambayo na sisi tunaanza kuumba ulimwengu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tumeambiwa vile vitu vyote ambavyo Yesu alivifanya kama yeye alivyokuwa, na sisi ndio tunatakiwa tuwe vile. Kwa hiyo sehemu anasema tutafanya na zaidi. Kuna mstari mwembamba sana ambapo tunatakiwa tutembee nao. Kwa maana kuna mtu mwingine anaweza akajua labda sasa nimemwambia ni Mungu Baba sasa hivi aabudiwe. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunamwongelea Mungu Mwana Yesu Kristo. Kwa hiyo tunatakiwa tufanane naye na tufanye hata zaidi ya vitu ambavyo alivifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Bana, time imeenda sana, inabidi tuondoke, ila nisome huu ujumbe wa mwisho. Anasema hakika haya ni maarifa kutoka mbinguni. Mbarikiwe sana watumishi. Swali langu, kuna watu wanakuwa wanaishi kwa hofu, yani hata kulianzisha jambo na kufanya hilo jambo liende. Je, huyo mtu anafanyaje? Tulishafundishwa. Lilikuwa ni somo letu la kwanza, si ndio? Lilikuwa ni somo letu la kwanza kabisa, namna ya kuishinda hofu. Mwalimu alijua tunakoenda. Kama amelala amke. Mwalimu alijua tunakoenda. Somo la kwanza lilikuwa ni hofu. Na labda nenda YouTube Zion Impact Radio. Somo la kwanza tulikuwa live YouTube. Open Heaven pale, nenda fuatilia, alafu utalipata somo la kwanza, namna ya kuishinda hofu, na ili uweze kufanikiwa na kutoka na kwenda na kukamata ule utajiri Mungu aliyokusudia. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Karibu tuweze kuhitimisha. Amen. Basi tunaweza tukafunga macho yetu tukamshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunasema ni asante mfalme wa falme, kwa kuwa wewe ni Mungu unaweza yote. Tunasema ni asante Mungu wetu. Tunakushukuru mfalme kwa somo hili. Tunaomba Bwana majeshi ukatuachie roho ya maarifa, roho ya hekima. Tunaomba Roho yako Mtakatifu akaendelee kusema nasi ili tuweze kukua na kufikia kimo cha maarifa yako, tuweze kukufikia wewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ninaomba Bwana majeshi hata ukatutengeneze katika utakatifu, kwa maana neno lako linatuamrisha tuwe watakatifu kama wewe ulivyo mtakatifu. Neno lako latuamrisha tuwe wakamilifu kama ulivyo wakamilifu. Nami ninaachia neema ya kushinda dhambi, ya kuwa kamilifu, ya kuwa takatifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunaomba uwepo wako ukawe nasi siku nzima leo. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. 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 Msikilizaji, na sisi ndivyo ambavyo tunaondoka hapa studioni. Time imekwenda kweli kweli. Tunakushukuru sana, Mungu akubariki, na tunaendelea kukukumbusha kwamba kanisa la Zion City tupo kwenye mfungo wa siku 100. Leo ni siku ya 26. Bana, kuna mahali tunaenda na tuna uhakika tunafika. Mimi naitwa Zaki Simbayo. David Chivaviro. Godson Clement, barikiwa tena na tena. Pumzi ni Mungu pekee. Saa 7 kamili mpaka saa 8 ni lunch hour. Saa 11 mpaka saa 12:30 ni maombi ya jioni, maombi ya mfungo. Mungu akubariki sana. Tunamaliza naye anaitwa Minister GUC, inaitwa Through Eternity. Mungu akubariki na uwe na wakati mwema. Bye bye.